Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi kilichoko hewani ni Utupe Leo Riziki Yetu ya Kila Siku. Mimi ni Mwalimu Baraka na niko hapa kwa wazo kubwa ambalo tayari tunatembea nalo, la kukwambia ya kwamba usitafute fedha, tafuta maeneo fedha ambayo imejificha. Kwa hiyo tunaongelea maeneo 8 ambayo fedha imejificha. Ukipata haya umepata fedha. Na toka juzi tunaongelea eneo la kwanza la ufahamu au maarifa au elimu. Elimu ni fedha. Maarifa ni fedha. Ufahamu ni fedha. Tafuta ufahamu juu ya jambo fulani, maarifa juu ya jambo fulani, na ukipata umepata fedha. Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa nakupa mfano wa Samson na Delila toka juzi, na jinsi ambavyo Delila alifanikiwa kiuchumi kwa kupata maarifa ambayo wakuu wa Wafilisti walishindwa kuyapata. Maarifa yenyewe sio mengine, ni ya kujua asili za nguvu za Samsoni, kujua namna watakavyomkamata na kumtesa Samsoni. Wakuu wa nchi walikuwa wameshindwa kwa vyombo vyao pengine vya ulinzi na usalama, na mbinu walizonazo hawakujua. Wakajua kuna mtu ambaye yupo anaitwa Delila angeweza kuwasaidia, na wakampa ofa ya kwamba ukituambia asili ya nguvu ya Samsoni, namna tutakavyomkamata, jinsi tutakavyomtesa, tutakupa kila mtu fedha 1,100. Na Delila akakubali kufanya hivyo, na ile fedha tumejiangalia jana, wakuu wa Filisti walikuwa 5, fedha 1,100, maana jumla ilikuwa fedha 5,500. Na nakwambia ilikuwa ni fedha nyingi sana. Kwa hiyo Delila kwake huu ulikuwa ni mtoko wa kiuchumi, mafanikio ya kiuchumi zaidi ya usaliti wa mapenzi, na ndicho kilichomsukuma kutafuta kujua kwa Samsoni ni nini ambacho kimeficha hiyo nguvu ya Samsoni. Nataka kuamini pengine aliamini akipata hizo fedha labda wangetumia pamoja. Ndio maana namwambia wewe unipendi, kwa nini unanidanganya? Usifikiri tu ulikuwa ni ushawishi wa kawaida wa kutokumpenda Samsoni. Pengine alikuwa nafikiri hata angezipata angemtorosha wakatumia pamoja, lakini aliona mafanikio ya kiuchumi kwenye maarifa, kwenye asili ya nguvu za Samsoni, na akawa tayari kufanya hivyo. Unajiuliza, mtumishi, ni fedha nyingi kiasi gani? Hilo ni swali la msingi sana, na mimi nilitamani kujua nilipokuwa naiona hii habari ya kwamba hii fedha ilikuwa ni fedha nyingi kiasi gani. Na mimi Biblia naipenda kwa sababu ina majibu ya kila kitu, na utaiona hii kwa mifano miwili. Utaona wingi wa hii fedha kwa mifano miwili. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 13. Kitabu hiki cha Waamuzi sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 13, utamkuta mtu mmoja anaitwa Mika na mama yake. Mika na mama yake. Na utaona habari hii inafanana kwa kiwango cha fedha na kile kiwango cha fedha ambacho Delila anapewa, ambayo ni fedha 1,100. Na fedha hii 1,100 ilikuwa ya mama yake Mika, ambayo aliamua kumpa mwanae. Utaona Mika anamwambia mamaye, ile fedha uliyokuwa unaitafuta 1,100 imepotea, mimi ninayo. Na mama yake akaamua kumzawadia Mika fedha 1,100, sawa sawa na fedha ambayo kila mkuu mmoja wa Filisti alikuwa ameahidi kumpa Delila. Sasa angalia, kwa fedha hii 1,100 Biblia inatuambia Mika alitumia fedha 200, fedha 200 pekee, ambazo hizi fedha 200 ilitosha kujaza vinyago kwenye nyumba ambayo alikuwa nayo Mika, au kwenye hekalu la Mungu wa Mika. Fedha 200 pekee. Fedha 200 ilijaza nyumba vinyago. Kwa hiyo katika 1,100 Mika alitumia shilingi 200, tukaba tumeongelea shilingi, kujaza nyumba yake vinyago. Soma Waamuzi 17 mstari wa kwanza hadi wa 13. Ukitaka kuona wingi wa hii fedha, maana yake ni kwamba fedha 1,100 ukigawanya kwa 200 ungepata nyumba labda 6 takriban. Labda 6, maana yake ni karibu 1,200, au basi nyumba 5 na kidogo ingekuwa. Kwa hiyo maana yake kwa fedha 1,100 ambayo wakuu wa Filisti waliahidi kumpa Delila, Mika angeweza kuwa na mahekalu 6 ambayo yamejaza vinyago ya Mungu wake. 5 na jingine labda liko nusu, ndio mahekalu 6. Kwa hiyo mahekalu karibu 6. Hiyo ni fedha nyingi sana. Yaani angeweza kuweka mahekalu 6 ya watu kuabudu kwenye ule mji kwa fedha 1,100. Hii ni fedha nyingi. Sasa fikiri fedha 5,500 ingeweza kufanyaje kwenye ule mji. Fikiri kwa mfano wa nchi yetu ya Tanzania. Kama ni wakati huo, fedha 5,500. Kama fedha 1,100 ya Mfilisti mmoja, mkuu mmoja wa Filisti Delila aliyopewa, mama yake Mika alimpa Mika, ingeweza kujaza nyumba takriban 6 vinyago. Hawa wako wakuu 5. Maana yake ukichukua 6 mara 5 ni sawa sawa na 30. 30. Toa hizo pointi, maana yake ni zaidi ya nyumba 26, 27.
Nchi yetu ina mikoa 26. Kwa hiyo kwa fedha hii ni sawa tungesema ya kwamba Mika angeweza kuwa na mikoa 20 tuseme labda na 7. Kama ni 200 mara 27 ni 5400. Kwa hiyo kwa 5400 mikoa 27, sema mikoa 26 ya Tanzania bara weka na Zanzibar labda Pemba, Mika angeweza kuwa na nyumba ambayo imewekwa vinyago. Iko tayari na miungu migeni, watu wanaweza wakaabudu. Nchi nzima angeweza kuigeuza kumwabudu Mungu wake. Kwa hiyo fedha 5500 iliyopewa Delila haikuwa kidogo. Ilikuwa ni fedha nyingi, kwa sababu kwa fedha hiyo tu mji mzima ungeweza kujazwa mahekalu ya Baali na watu wakawa wanamwabudu Baali. Umeona? 27. Na change ingebaki karibu fedha 100 au shilingi 100 ingebaki. Kwa hiyo issue ya Delila kupewa fedha 1100 na wakuu wa Filisti ilikuwa ni issue ya kiuchumi zaidi. Alikuwa amepewa ofa kubwa ya kiuchumi, ambao pengine akiangalia hali waliokuwa nayo ya kiuchumi na Samsoni, alikuwa anaona nikifanya hii deal nimepata mafanikio ya kiuchumi. Kama ninavyosema, wote ambao wamekuwa labda kwenye mapenzi wanajua pengine akifikiri hata kumtorosha mmewe ili waondoke kwenye lile eneo wakafanya maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo haya yalikuwa ni mafanikio ya kiuchumi. Yamefichwa kwenye nini? Kwenye maarifa, kwenye kujua ya kwamba asili ya nguvu ya Samsoni ni nini. Tutamkamataje, tutamtesa namna gani? Wakuu 5 wa Filisti walishindwa kujua, wakawa tayari kulipa hii fedha ili Delila aweze kuwasaidia. Kesho nitakuonyesha mfano wa pili unaoonyesha thamani ya hii fedha. Fuatana nasi kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya Kila Siku, na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu.